Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, kama inavyoonekana katika video yetu, huu ndio msimamo wa ligi kusoka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, ikiwa mechi za mzunguko wa 28 zimeanza kuchezwa kwa vilabu tofauti tofauti. Ligi kuu kwa sasa inaelekea ukingoni, zikiwa zimesalia mechi mbili kuweza kumalizika kwa ligi kuu ya NBC kwa upande wa vilabu vingine. Sasa msimamo unavyoakisi ni kama ifuatayo. Klabu inayoburuza mkia ni klabu ya soka ya KenGold ambao tayari wameshatushuka daraja. KenGold ni klabu kutokea mkoani Mbeya ambapo wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 16. Nafasi ya 15 wapo Kagera Sugar na Super Nkurukumbi ambao nao pia wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 22, tayari wameshuka daraja. Lakini vilabu ambavyo vipo katika kucheza ile playoff kwa ajili ya kusalia katika ligi kuu ya NBC, kuna klabu ya soka ya Fountain Gate kutokea Manyara. Fountain Gate wakiwa wamecheza michezo 28 wana alama 29. Nafasi ya 13 wapo KMC Football Club ama Kino Boys kutokea jijini Dar es Salaam. KMC wamecheza michezo 27, katika michezo yao 27 wana alama 30 katika nafasi ya 13. Nafasi ya 12 wapo Wajelajela Tanzania Prisons kutokea Mbeya. Prisons wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 30 katika nafasi ya 12. Nafasi ya 11 wapo Pamba Jiji kutokea Mwanza. Pamba wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 30 katika nafasi ya 11. Nafasi ya 10 wapo Namungo Football Club kutokea Lindi. Namungo wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 31 katika nafasi ya 10. Nafasi ya 9 wapo Coastal Union kutokea Mkwakwani Tanga. Coastal wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 31 katika nafasi ya 9. Nafasi ya 8 wapo Mashujaa Football Club kutokea mkoani Kigoma. Mashujaa wamecheza michezo 28 wakiwa na alama 33 katika nafasi ya 8. Nafasi ya 7 wapo Dodoma Jiji kutokea mkoani Dodoma. Dodoma wamecheza michezo 28 wakiwa wana alama 34 katika nafasi ya 7. Nafasi ya 6 wapo JKT Tanzania kutokea jijini Dar es Salaam. JKT wamecheza michezo 28 wakiwa wana alama 35. Nafasi ya 5 wapo Tabora United kutokea mkoani Tabora. Tabora wamecheza michezo 27 wakiwa na alama 37 katika nafasi ya 5. Na top 4 ama big 4 imekaaje? Klabu inayokamata nafasi ya 4 ni Singida Black Stars ambao wao wamecheza michezo 27 wakishinda michezo 16, sare michezo 5 na kupoteza michezo 6. Singida Black Stars wamefunga mabao 40 na kuruhusu mabao 21 wakiwa na goal difference na mabao 19 na alama 53 katika nafasi ya 4. Nafasi ya 3 inakamatwa na wanalambalamba Azam Football Club kutokea Chamazi jijini Dar es Salaam. Azam tunaona wamecheza michezo 28 wakishinda michezo 17, sare michezo 6 na kupoteza michezo 5. Azam wamefunga mabao 48 na kuruhusu mabao 17 wakiwa na goal difference na mabao 31 na alama 57 katika nafasi ya 3. Nafasi ya pili yuko Simba Sports Club ambaye ndiye amecheza idadi ya michezo michache kuliko klabu yote kwa sababu ya kushiriki michuano mikubwa ya kimataifa kombe la shirikisho, ambapo Simba wamecheza michezo 26 wakishinda michezo 22, sare michezo 3 na kupoteza mchezo mmoja. Simba wamefunga mabao 62 na kuruhusu mabao 11 wakiwa na alama 51 wakiwa na faida mabao 51 na alama 69 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kinara wa ligi kuu ya NBC ni bingwa mtetezi, ambapo bingwa mtetezi sote tunafahamu ni klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Tayari Yanga wao wameshacheza michezo yao 27 wakishinda michezo 24, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao 71, ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, huku wao wakiruhusu mabao 10 wakiwa na goal difference ya mabao 61 na alama 73 kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club bado yeye ana mechi yake ya kiporo, huku Yanga tayari akiwa amecheza michezo 27. Kwa Simba ni muda sasa wa kwenda kucheza mchezo wa kimataifa, kisha watarejea tena kuja kucheza mchezo wao
Na mara baada ya hapo kucheza na Singida Black Stars kwa upande mwingine watajikusanyia alama, kisha mbio za ubingwa zitaendelea. Sasa hapa swali lipo, je, mechi ya Kariakoo Derby itakwenda kupigwa ili bingwa aweze kupatikana kihalali? Tujibu hapo eneo la comment. Nini maoni, mtazamo, kwa ukiwa mshabiki unapendekeza vipi?